Karibu katika muktasari wa matukio yote muhimu aliyoyafanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika wiki hii. Rais Daktari Samia amefanya ziara ya kiserikali ya siku 3 Jamhuri ya Angola kwa mwaliko wa Rais Joao Lourenço. Lengo la ziara hii liko ni kuimarisha uhusiano wa kidugu na kihistoria kati ya Tanzania na Angola. Rais Samia alianza ziara yake kwa kutembelea makumbusho ya hayati Agostinho Neto, rais wa kwanza wa Angola, akitoa heshima kwa kuweka shada la maua katika kaburi la muasisi huyo, ishara ya heshima kwa historia ya Angola. Angola ilimkaribisha kwa heshima ya kijeshi, ikionyesha uzito wa uhusiano huo. Baadaye Rais Daktari Samia alihutubia bunge la Angola akizungumzia umuhimu wa ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa. Ziara hii ilikuwa na matunda. Mkataba wa kwanza wa ushirikiano kati ya sekta ya ulinzi pamoja na hati ya makubaliano katika sekta ya uwekezaji ilitiwa saini ili kuweka msingi wa maendeleo ya pamoja. Kabla ya kuhitimisha ziara yake, Rais Daktari Samia alitembelea kiwanda cha kusafisha mafuta cha Luanda, akionyesha nia yake ya kupata ujuzi kuhusu teknolojia kwenye sekta hii muhimu. Baada ya kurejea nchini tarehe 11 April, Rais Daktari Samia alikutana na Sir Jim Ratcliffe, miliki wa klabu ya mpira wa miguu ya Manchester United ya Uingereza, na kujadili kuhusu ushirikiano katika uhifadhi wa wanyamapori na utalii katika hifadhi ya taifa ya Selous. Sir Ratcliffe ameahidi kutumia klabu yake kutangaza utalii wa Tanzania duniani. Kama ishara ya urafiki, Rais Samia alimpa Sir Ratcliffe jezi ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, huku naye akipokea jezi ya Manchester United iliyosainiwa na wachezaji wa Manchester United. Pia Rais Samia alimkaribisha Sir Jimmy kuanzisha vituo vya mafunzo ya michezo hapa nchini. Siku hiyo hiyo Rais Daktari Samia alikutana na uongozi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki ya Pwani, ulioongozwa na mkuu wa KKKT Askofu Daktari Alex Gehazi Malasusa, kujadili kuhusu utoaji wa huduma kwa watoto wenye mahitaji maalum, hususan changamoto ya afya ya akili. Serikali imeahidi kushirikiana na kanisa kujenga kituo kikubwa zaidi ili kuweza kutoa huduma hiyo kwa watoto wengi wenye uhitaji. Ndio hayo tu kwa sasa. Ungana na Ikulu mawasiliano wiki ijayo katika Ikulu wiki hii.